Allah. Tuangalie mitume na manabii waliopitia katika maisha yao kwa kueleza mfumo huu wa amani ambao ni mfumo wa Uislamu. Tuangalie mitume maisha yao potea kwa sababu ya kuisambaza dini hii ya Uislamu. Tuangalie mitume ambao wamenadhiriwa kwa sababu ya kusambaza dini hii ya Uislamu. Uthibitisho huko kwa haya. Tumwangalie Nabii Nuh alayhi salatu wasalam. Nabii Nuh alayhi salatu wasalam dhalla yad'u qawmahu alf sanati ila 50 ama. Alikaa kuwalingania kaumu yake miaka 1050. Baadhi ya wanazuoni wasema si miaka 1050 bali ni miaka 1000 kasoro, kwa sababu ya elimu kuna masala alfa sanati kisha 50 ama. Huko kataja sana, huko kataja ama, wakaelezea kwa wewe, lakini watu wamefahamu zaidi kwamba alilingania watu miaka 950. Kwa hiyo ni 1050. Ni kwamba kile miaka 900 Nabii Nuh katika da'wa yake alikuwa hana ni dhiki kwenda mbele. Miaka 950 hakuwahi kuonja utamu na halawa ya da'wa, bali ni dhiki na dhiki na dhiki. Ila 50 na 50 ndio kulikuwa sana. Kwa hiyo alifanya da'wa miaka 1050 kwamba kile 950 ilikuwa ndio shadidi kwake. Ilikuwa mashaka kwake. Hii miaka yote aliyoishi Nabii Nuh alikuwa analingania dini gani hasa? Turudi katika aya ya Qur'an, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asemaje? Fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna min al-muslimin. Nabii Nuh alayhi salatu wasalam atoa shahidi kwamba Uislamu haukuja na Muhammad, bali ulianza kuanzia juu, isipokuwa jina hilo ambalo limebadilika kwa sababu ya kilugha. Kwa hiyo sema fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna min al-muslimin. Baada ya kaumu yake kuna jana kuangamiza Nabii Nuh. Nabii Nuh alipofahamu jamaa zao kawaambia, yani mimi nimekaa kwa muda wote na watu wengi na watanzania nadhani, lakini kumbe hapa hapa umekaa mwanipanga jamaa wenu, basi katika wale ikiwa umechukia mimi kukaa hapa na muda wote huko kufanya dawa ikawa hakupendezi, na chuki yenu imekuja kwa sababu ya kutangaza la ilaha illa Allah, kwa sababu kila nabii alokuja alikuwa anatangaza amani, salama, kumwabudu Mwenyezi Mungu, kuacha shirki, kumtii Mwenyezi Mungu na kuacha makatazo yake. Kwa hiyo mimi kuwaletea dawa kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, ndio inayofanya kuwa na hasira kwangu. Famita wapenda ikiwa ukishukia au kupendezwa kama sala tunataka. Mimi sijawahi kuomba ujira wowote, wala sijawaambia nifanye kitu fulani. In ajili illa Allah. Malipo yangu mimi na thawabu zangu mimi ni juu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini siwezi kubadilika, wala siwezi kuogopa, wala siwezi kuwa na huzuni, kwa sababu na mimi nimeamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala niwe katika Waislamu. Hakusema umirtu an akuna musliman, hakuna minal muslimina, katika ina maana kabla ya yeye kuna watakuliwa ni Waislamu. Kwa hiyo katika hao Waislamu watakuliwa na mimi nijalie kule kule. Ndio kwa sababu sana tukimwangalia Sayyidina Ibrahim, mitihani aliyoipata kwa sababu kulingania dini ya amani na Uislamu katika ardhi, walimchukia wakamtia kwenye moto. Sasa
Ibrahim alikuja alikuwepo kabla ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wana maana kwa Uislamu kwa huko. Tuangalie Qur'an tuambiaje kuhusu Nabii Ibrahim. Je, alikuwa ni Muislamu au